Tumekuja mbele za Bwana jioni ya leo. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupa tumwabudu. Yeye ni Mungu kwenye maisha yetu wakati wote. Uaminifu wake haukupungua na hautapungua katika maisha yetu. Tunayo sababu ya kumwabudu usiku wa leo. Tunayo sababu ya kumwabudu usiku ya leo, kwa sababu amekuwa Mungu tangu tulipoanza mwaka huu. Tulimfurahia Bwana tulipoingia mwaka huu kwa shangwe, na hakika furaha yetu haikuwa bure. Ametulinda, ametutetea na ametuponya, na sasa tunamaliza mwaka kwa ushindi wa kipekee. Katika yote, hata kama yalikuwa magumu, hata kama hatukuyapenda katika maisha yetu, Mungu amekuwa mwaminifu wakati wote katika maisha yetu. Uaminifu wake umekuwa bora kwenye maisha yetu, na utendaji wake umepita utendaji wa shetani, na ndiyo maana hatujaangamia hata sasa. Mungu ametulinda na kila uharibifu tangu Januari hata Disemba. Mwaka sio kitu cha kawaida, lakini ni wakati wa mtembeo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Haukuishi kwa bahati mbaya mwaka huu, bali uliishi katika kusudi la Mungu. Yeye aliona unafaa na unastahili kuendelea kurithi ahadi zake, na ndiyo maana anakwenda kukupa nafasi ya kuingia mwaka 2026. Tunauendea mwaka mwingine siku ya leo. Ni wakati ambao tunasimama mbele za Bwana. Yesu anasema, ikiwa kuna lolote unalolihitaji katika maisha yake, suluhisho lako lipo kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ni nafasi yetu ya kumwabudu Mungu aliye hai, mwenye nguvu kuliko miungu yote. Ni nafasi yetu kulitukuza jina la yeye aliye juu ya miungu yote. Yesu anasema waabudu halisi watamwabudu yeye katika roho na kweli. Lakini pia anasema Baba na watafuta watu kama hawa ili wapate kumwabudu. Ni wakati ambao Mungu anataka kuingilia kati maisha yako. Yuko tayari kumkugusa katika hali yoyote uliopo. Haijalishi umepitia katika dhiki na wakati mgumu muda mrefu. Tunapokutana na Bwana ni wakati wa kuondoa dhiki katika maisha yetu. Wote waliokutana na Yesu aligusa na kuponya maisha yao. Inaweza ikawa hivi jioni ya leo unapojimimina mbele za Bwana. Acha utendaji wa Mungu uthibitishwe kwako jioni ya leo, kwa sababu Mungu yuko tayari kukutembelea sasa. Inua mikono yako kwa Bwana na mwambie, Bwana, nimekuja kukuabudu. Bwana, ninajisalimisha kwako. Nimekuja kama nilivyo, Bwana. Nimekuja na magonjwa yangu kwa sababu wewe ni mponyaji. Nimekuja na dhiki yangu kwa sababu wewe ndiwe faraja ya kweli. Nimekuja na huzuni yangu kwa sababu wewe ni neema ya kweli. Bwana, nimesimama mbele zako. Nimesimama kama nilivyo Bwana. Kwako liye mtengenezaji wangu. Kwako liye kazi. Mimi ni kazi ya mikono yako. Mimi ni kazi yako Bwana. Mimi nimeungwa na wewe. Nimekuja tena jioni ya leo kukutana na wewe. Nimekuja kukutana na nguvu zako. Nimekuja kukutana na rehema na fadhili zako Bwana. Ninajisalimisha kwako jinsi nilivyo Bwana. Ninajisalimisha kwako na magonjwa niliyo nayo. Ninajisalimisha kwako na mateso niliyo nayo. Ninajisalimisha kwako na aibu niliyo nayo. Ninajisalimisha kwako, maana ninajua ndiwe uliyefanya yote kuwa dhahiri pale msalabani. Ukasema yamekwisha na hayatakiwi kuwepo tena kwenye maisha yangu. Kwako ninasimama jioni ya leo kukuabudu. Kwako ninajisalimisha sasa. Ninasema uwe tayari Bwana katika maisha yangu. Yaponye maisha yangu, yabariki maisha yangu, yainue maisha yangu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninajua ndicho kilichokufanya ubebe msalaba, ili mimi nisamehewe dhambi, ili mimi nitengwe na nguvu za giza, ili niokolewe na mikono ya wabaya, ili niondolewe katika kila aina ya uharibifu. Nami ninakujia jioni ya leo kukuabudu. Ninasimama mbele zako kwa ibada, Bwana.
ninasema unastahili kuabudiwa. Ninainua sauti yangu kukwambia wewe ni Bwana na mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mwamba wa kale, Mungu wa kweli. Hebu endelea kumwinulia Mungu sauti ukimwabudu. Mwabudu Bwana kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako. Bwana, tunakuabudu kwa sababu fadhili zako zadumu milele. Tunakuabudu maana ndiwe mwenye nguvu katika maisha yetu. Tunakuabudu maana wewe ni mponyaji katika maisha yetu. Tunakuabudu Mungu usiyeshindwa milele. Tunakuabudu Mungu uliye wa kweli na wa pekee. Tunajisalimisha kwako. Mwambie Bwana, ninakuabudu. Mwambie Bwana, najisalimisha kwako. Ninaanguka mbele zako Bwana. Mungu mponyaji, Mungu anayeinua, Mungu anayebadilisha, Mungu anayetakasa, ndiwe ninakuangukia sasa. Liadhimishe jina la Bwana kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako. Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Bwana, tumekuja kukupa sifa, utukufu na heshima. Ndio maana tunasema tunashuka chini sana. Ndio maana tunasema tunatupa taji zetu chini na tunakuinua wewe Bwana Yesu. Because you're worthy. 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 Yes, Lord. I surrender. Heshima twakupa Bwana Yesu. Shekaya. Heshima twakupa Yesu. Heshima twakupa Bwana Yesu. Heshima twakupa Yesu. Heshima twakupa Bwana Yesu. Heshima twakupa Yesu. Shekaya nerebose karia ya shama ya nerebose karia. Heshima twakupa Bwana Yesu. Heshima twakupa Yesu. Heshima, heshima twakupa Bwana Yesu. Heshima, twakupa Yesu. Oh, heshima, twakupa Bwana Yesu. Heshima twakupa, oh, oh, kweli heshima twakupa Bwana. Tumeshukuru kwa sababu wewe wastahili sifa na heshima zote. Twakupa Bwana Yesu. Oh, heshima twakupa Bwana Yesu. Heshima twakupa Yesu. Heshima
twakupa Bwana Yesu heshima, twakupa Yesu kweli heshima, twakupa uliye mfalme wa wafalme, uliye Bwana wa mabwana, heshima twakupa Yesu. Oh, heshima twakupa Bwana Yesu, heshima twakupa Yesu. Come on, sing heshima twakupa Bwana Yesu, heshima twakupa Yesu, kweli heshima twakupa Baba wewe Bwana Yesu, kweli heshima twakupa Yesu, kweli heshima twakupa Bwana Yesu, heshima twakupa Bwana Yesu, kweli heshima twakupa Bwana Yesu, heshima twakupa kweli wastahili, heshima twakupa Bwana Yesu, wastahili Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa heshima twakupa Yesu. Tunainua sauti tukisema kwamba wewe Bwana Yesu wastahili, Bwana Yesu, heshima twakupa Yesu, kweli wastahili wewe Mwana Kondoo, wastahili wewe Mfalme wa amani, wastahili wewe Baba, twakupa hatuna mwingine wa kumpa, lakini Bwana wastahili heshima twakupa Yesu. Kama umekuja na heshima mbele za Bwana Yesu, unaweza ukainua sauti yako na kumwambia Bwana, heshima ninakupa Bwana Yesu. Let's call upon his name, let's call upon his name, let's call upon his name. Na kumwambia Bwana, heshima twakupa. We give you all the glory, we give you all the honor, Abba God, we give you all the praise. Ndio maana tumekuja jioni ya leo. Forget about everything and focus on God, focus on God. Shekari ayandele bosekaya, so yei wastahili, Bwana wastahili, heshima twakupa Yesu, kweli wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, heshima twakupa. Oh, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, oh, nikuabudu, natamani nikuone, uso wako, nikuabudu, kweli natamani nikuone, uso
shauku ya kutamani kumwona Bwana Yesu. Amini kutokea sasa kwamba anakuona, kwamba unamuona, naye atafanya mambo makubwa na ya ajabu, hata yale usiyoyajua. Naye atafanya mambo makubwa na ya ajabu, hata usiyoyajua. Naye atafanya mambo makubwa na ya ajabu, hata usiyoyajua. Oh, we call upon you, Jesus. We call upon you, Jesus. We call upon you, Jesus. We sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, the song of all nations. Hallelujah is the song of all nations. Hallelujah, twaita Yesu, Yesu. Jina lako Yesu, nakutamani, Kweli nakutamani, nakutamani. tunaita Bwana Yesu. Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, Nakutamani, nakutamani. ndio, natamani nikuone. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, Kweli nikuabudu, nikuabudu. ndio, natamani Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu, nikuabudu. natamani Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu. natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu. Sing. Hii ni haja ya moyo wangu. Yes, Lord. Hii ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana. Second part. Kweli ninaomba kukaa nawe siku zote. Jioni ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na haja ya kukaa na wewe. Hivyo ninaomba kukaa nawe siku zote. Ninaomba kukaa nawe siku zote. Kweli ninaomba Siku
ninaomba. Shekaya nerebo sekaya. I want you to put your heart in this place. Kweli ninaomba. Mungu anaweza kukujibu maombi ya moyo wako. Don't take it for granted. Siku zote. Siku zote. Even if you pray, you can pray. Ninaomba.
hiyo ni haja ya moyo wangu, na mimi ninaomba kukaa na wewe Bwana Yesu. Kweli ninaomba kukaa na wewe, ninaomba kukaa na wewe. Holy drama, ninaomba kukaa nawe siku zote, siku zote. ninaomba Ninaomba kukaa nawe siku zote, siku zote, kweli siku zote. siku zote. Take me to Jesus. So we sing. Twainama, twainuka, twakupa heshima yako Bwana, ni wewe. Main keys. Twainama, twainuka, twakupa heshima yako Bwana, ni wewe. Kweli twainama, twainuka, twakupa heshima yako Bwana, ni wewe. Kweli Bwana, ni wewe. Bwana, ni wewe. Kweli twainama, twainama, twainuka, twakupa heshima yako Bwana, ni wewe. Kweli twainama, kweli twainama,
sitaabudu, sitaabudu Mungu mwingine ila wewe tu, ila wewe. kweli sitaabudu, Sitaabudu miungu mingine, Mungu sitaabudu miungu mwingine mingine, ila haya neraboshe ila wewe, kweli sitaabudu, sitaabudu Mungu mwingine ila wewe, kweli sitaabudu, ila wewe. kweli sitaabudu, haya neraboshe Mungu ila wewe, ila wewe, wewe, ila oh, wewe. Jehova, 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 nitakuabudu, wewe mimi nitakuabudu, nasura kuita Jehova, 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 Jehova.
sababu hakuna kama wewe, kwa sababu hajawahi kutokea. Oh, ila wewe. Nitakapokuita wewe waitika, ninapokuita wewe waitika, ninapokomba wewe wanipea, ninapokomba wewe wanipea, ninapokuita wewe waitika, ninapokuita wewe waitika, ninapokuomba wewe unanipa, ninapokuomba wewe unanipa, ninapokuita wewe unanipa, ninapokuita kweli, ninapokuomba, ninapokuomba hivyo sitaabudu, Mungu mwingine ila wewe, ila wewe, sitaabudu Mungu mwingine ila wewe, ila wewe. No music. Sitaabudu ila wewe, ila wewe. Sitaabudu Mungu mwingine ila wewe, ila wewe. Sitaabudu Mungu mwingine ila wewe tu, ila wewe tu. Majina yote yapotee, jina la Yesu liinuliwe juu, juu sana. Oh, majina yote yapotee, jina la Yesu liinuliwe juu, juu sana. Majina yote yapotee, majina yote yapotee, jina la Yesu liinuliwe juu sana. Majina yote yapotee, majina yote yapotee, jina la Yesu juu sana. Majina yote yapotee, jina la Yesu juu sana. Majina yote yapotee, majina yote yapotee, jina la Yesu juu sana. Majina yote yapotee, jina la Yesu juu sana. Majina yote yapotee, jina la Yesu juu sana. Majina yote yapotee, kweli, majina yote yapotee, juu sana. Kweli, majina yote yapotee, hilo jina la Yesu
kweli juu sana. Majina yote yapotee, Majina yote yapotee. jina la Jina la Yesu Yesu liinuliwe kweli juu. juu sana. Juu sana. Oh, majina yote yapotee, Majina yote hilo yapotee. jina la Jina Yesu. la Yesu liinuliwe Oh, juu. juu sana. Juu Oh, sana. majina yote yapotee, Majina yote yapotee. jina la Jina la Yesu. Yesu liinuliwe Oh, juu. juu sana. Juu sana. Oh, majina yote yapotee, Majina yote yapotee. jina la Jina Yesu. la Yesu liinuliwe juu. Juu sana. Juu sana. Oh, majina yote yapotee, Majina majina yote yote yapotee. yapotee, jina la Jina la Yesu. Yesu Jina la Yesu, liinuliwe jina la juu. Yesu, juu sana. Juu sana. Oh, majina yote yapotee, hili jina la Yesu liinuliwe juu, juu sana. Majina yote yapotee, jina la Yesu liinuliwe juu, kweli juu sana. Majina yote yapotee, Majina yote yapotee. jina la Jina la Yesu. Yesu liinuliwe Oh, juu. juu sana. Juu sana. Oh, majina yote yapotee, Majina yote yapotee. Jina la Yesu liinuliwe juu. juu sana. Juu sana. Maana haufananishwi na kitu kingine. Bwana haufananishwi na kitu kingine. Bwana haufananishwi na kitu chochote. Wewe haufananishwi na kitu, maana unafanya mambo ambayo Wanadamu hawezi. unatoa faraja ambayo Faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. hawezi. Unafanya mambo Fanya mambo ambayo wanadamu hawezi kutoa. hawezi. Unatoa faraja ambayo Faraja ambayo wanadamu hawezi. hawezi. Unafanya mambo ambayo Mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo unatoa faraja wanadamu hawezi kutoa. Hivyo haufananishwi na kitu kingine. Hivyo haufananishwi na kitu kingine. Bwana haufananishwi na kitu kingine. Kweli haufananishwi oh, na kitu kingine. Maana unafanya wanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kamwe kutoa. Unafanya mambo wanadamu hawezi. Unatoa faraja hawezi. Maana haufananishwi na kitu. Wewe haufananishwi
ikitokea haufananishi na kitu kweli, kingine, haufananishi haufananishi na kitu kingine. na kitu Bwana kingine, haufananishi haufananishi na kitu na kingine. kitu Kweli kingine. unafanya mambo, Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu, kweli moyo wangu, moyo wangu. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu, kweli kunena kwangu, kunena kwangu. Bwana nataka nifanane nawe Yesu, kunena kwangu. Oh, moyo wangu, moyo wangu. Bwana nataka nifanane nawe Yesu, moyo wangu, kweli moyo wangu, huo moyo wangu, kweli nataka nifanane nawe Yesu, moyo, huo moyo wangu. Nataka nifanane nawe Yesu, moyo
Bwana, mshangilie kwa makofi. Usiku wa leo tunapokwenda kumaliza mwaka huu, ni wakati sahihi wa kukumbuka upendo wa Mungu kwenye maisha yetu, kuzikumbuka fadhili zake kwetu, kukumbuka matendo yake makuu kwetu. Ikiwa unaweza kutambua Mungu aliyefanya kazi na maisha yako, uwe na uhakika unaufungua mlango mwingine wa Mungu kufanya kazi katika maisha yako. Bila kujali kwa hali ulionayo sasa, bila kujali magumu unayoyaona sasa, mwaka mpya ni swala la kiroho, sio swala la kalenda. Acha ya zamani yapite na uanze msimu mpya. Ni kweli una wakati wa kushindwa sasa. Ni kweli una wakati wa kuishia njiani sasa. Ni kweli una wakati mbaya ambao unauona katika maisha yako. Lakini Bwana analo neno jipya kwa ajili ya maisha yako. Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 hadi wa 19, na haya yalikuwa ni maombi yake ili ufunuo utokee kwa kanisa. Anasema, naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru,
ili mlijue tumaini alilowaitia huyo Yesu. Paulo anasema na ujue utajiri wa urithi wake wa utukufu katika watakatifu wake, na uwezo wake mkuu usio na kifani kwa ajili yetu tuliyomwamini. Paulo anazungumza kile ambacho Mungu amekikusudia ndani yetu, ya kuwa amekutukusudia kuwa watu bora, kuwa watu sahihi, kuwa watu wanaohitajika. Hatukuokolewa tu ili tuwe tuna majina ya wokovu. Hatukuokolewa ili tudharauliwe na dunia. Hatukuokolewa ili tuonekane watu wa ajabu. Hatukujiunga na dini mpya, bali tumejiunga na uokovu wa Bwana Mungu aliye hai. Paulo anazungumza na kanisa la Efeso, watu ambao walikuwa wanaona kutoeleweka mbele yao, wanaona waabudu shetani na miungu yao na jinsi wanavyotisha na kuwakatisha tamaa wakati wote. Paulo anazungumza, anasema ni kweli adui anazo nguvu, ni kweli adui anayo mamlaka, lakini nataka utambue kile alichonacho yeye kwenu si kitu chochote, maana wewe ni mshindi zaidi ya washindi. Ikiwa wachawi wapo, wewe ni bora zaidi ya hao wachawi. Ikiwa waganga wapo, wewe ni bora kuliko hao waganga. Ikiwa waabudu shetani wapo, wewe ni bora kuliko waabudu shetani. Hakuna mwisho wako, na hakuna kushindwa kwako, na hakuna kukataliwa, na hakuna kuharibikiwa, kwa sababu uko urithi ambao umepokea, ambao Biblia inazungumza ni utajiri, utoshelevu wa kila unachokihitaji katika maisha yako. Tunapouendea mwaka mwingine, weka imani kwa Mungu ya kuwa yeye atakuwa baba katika maisha yako. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 10, Biblia inasema, na Mungu wa neema yote aliwaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo Yesu, mkiisha kuteseka kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatengeneza upya na kuwatia nguvu imara na thabiti. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, anasema huyu aliyewaita ni Mungu wa kugeuza historia mbaya. Anasema mkisha kuteseka kwa muda kidogo, yeye mwenyewe anatengeneza upya. Wenda tulikuwa na mwaka ambao mambo yalikuwa hayaeleweki, kila ulichokianzisha hakikufanikiwa. Unaweza kumwamini Mungu tena ya kwa huu muda umeisha sasa, na unaenda kuanza wakati wa Mungu katika maisha yako, wakati wa uzima, wakati wa furaha, wakati wa amani, wakati wa kushinda, wakati wa kufika mahali ambapo ulizuiliwa kufika kwa miaka yote. Wengine tulipozaliwa, hatima zetu ziliibiwa na watu wabaya, ziliuawa. Ule urithi wetu kutoka kwa Bwana uliondolewa. Bwana anasema yeye mwenyewe anatengeneza upya. Yeye mwenyewe anatutia nguvu. Yeye mwenyewe anatufanya kuwa imara. Yeye mwenyewe anaenda kutufanya kuwa thabiti. Usiogope yale uliyoyaona mwaka 2025. Najua huu ulikuwa ni mwaka wa marudio, na wengine ambao mlizembea mliona marudio ya mabaya katika maisha yenu, lakini Mungu anao mwaka mwingine kwa ajili yako. Mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Angalia Biblia inachozungumza na wewe, bila kujali unapitia nini, bila kujali maisha yako yanaonekanaje. Anasema hivi, mkili yeye. Sema nina Mungu, sema nina Baba, sema nina Mwokozi. Ulipomwamini ulisema, ninakupokea Bwana Yesu. Kuanzia sasa utakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Jambo hili lilisababisha ya kale yote yapite. Kwa hiyo kila unapokiri juu ya uweza wake katika maisha yako, unautangaza wokovu
wokovu wa kimungu juu yako. Mungu ni Mungu aliye kazini kukutetea wewe. Usijaribu kuona ulivyoshindwa wewe ukadhani na Mungu atashindwa kukuokoa. Anasema mkono wake sio mfupi. Anasema yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu anayeweza. Weka imani yako kwa Mungu. Simama katika Mungu. Mwaka 2026 anazungumza katika Kumbukumbu la Torati, anasema kwa maana Bwana Mungu wako ndiye atakaye kwenda pamoja nawe na kukupigania dhidi ya maadui zako, naye atakupa ushindi. Hii ni ahadi ya Mungu kwenye maisha yetu, ya kwamba ikiwa tunao wokovu, hizi ahadi zote ni kwa watu waliomwamini Yesu, ni kwa watu wanaoishi wokovu, ni kwa watu wanaolisimamia kusudi la Mungu. Huu ni ujumbe wako mtu wa namna hii, ya kuwa umtazame Mungu katika hatua inayofuata. Usije ukasema kwa nini mwaka 2025 haikuwa hivi. Sikiliza, Mungu ameshazungumza na wewe katika kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 mstari wa 10. Tumeona anasema ukisha kuteseka kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatengeneza upya njia yako, atakupa nguvu mpya, atakufanya imara tena, atakufanya thabiti tena. Kwa hiyo yamkini huu ujumbe unatimia kwako, ya kwamba nimeteseka kidogo mwaka 2025 ili niuone wokovu wa Bwana mwaka 2026. Tunapomaliza mwaka huu, tamani uwepo wa Mungu katika maisha yako. Tamani nafasi ya Mungu katika maisha yako kwa kumfanyia Mungu ibada. Tamanio la Mungu ni si tu uendelee kuwa dhaifu. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 anasema hivi, ninawaombea katika mambo yote pokeeni wema, uwe na afya njema katika roho na katika maisha yako yote. Yalikuwa ni maombi ya Yohana. Mpango wa Mungu juu yetu ni kutufanikisha, si kutufanya tushindwe au tulie. Yeye anataka kufanya kazi katika maisha yako. Wakati anazungumza na Isaya, anawaambia watu kurudi katika njia yao. Anawaambia watakapokuwa pamoja na Kristo, anasema mtasahau mambo ya kwanza, wala msiyafikirie yale yaliyopita. Yeye anasema atafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Anasema atachipua jambo ambalo halikuwahi kumea katika maisha yako. Anatoa ahadi, anasema hata katika jangwa atatengeneza vijito, na hata katika eneo ambalo huna msaada atadhihirisha msaada katika maisha yako. Tunapoenda kumwabudu Mungu kwa sadaka zetu, tambua unachokifanya ni kumwambia Mungu umekuwa baba mwaka 2025 na ninaamini wewe ni Mungu hata mwaka 2026. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8 inasema, na yajua matendo yako, tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, ambaye hakuna atakayeweza kuufunga. Kile unachokifanya sasa kikiugusa moyo wa Mungu, anaahidi. Anasema hivi, kama una Biblia, angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Anasema na yajua matendo yako, yaani kile unachokitenda
unayoyafanya kwa ajili ya Mungu. Anasema kwa sababu hiyo ninaweka mlango uliofunguliwa mbele yako, mlango wa kufanya biashara, mlango wa kuolewa, mlango wa kuanzisha miradi, mlango wa kustawi, mlango wa afya njema. Na anasema hakuna mwanadamu wala hakuna shetani atakayeweza kufunga. Wakati mwingine mwaka 2025 kuna watu kukwama kwao ni kwa sababu hawakuiweka nafasi ya kipaumbele katika utoaji kwa Mungu. Hawakumtolea Mungu sadaka. Kuna watu ambao wamejibidiisha sana kumtumikia Mungu kwa sadaka zao. Nao wanaweza wakawa na ushuhuda kwamba tumekuwa na mwaka ambao mabaya hayakutamkwa kwenye nyumba zetu. Kumtumikia Mungu ndicho kilichomleta Yesu. Na lengo la sadaka ni kumtumikia Mungu. Ili injili ihubiriwe ni gharama. Tuna gharama za internet, tuna gharama za maeneo ya kufanyia ibada, tuna gharama za vifaa. Unapoachilia sadaka yako kwa Bwana, inafanya kitu ambacho hata miaka 5 ijayo kinaendelea kutangaza utukufu wa Bwana. Na yajua matendo yako, kwa sababu hii ninaweka mlango mbele yako, na mlango huu umefunguliwa kwa ajili yako, na hakuna atakayeweza kuufunga. Katika ibada hii tunapokaribia kupokea mwaka mpya, kwa imani yako ungamanisha sadaka yako na ibada hii. Yeye unayemtolea sadaka anakuahidi katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 hadi wa 8 ya kuwa yeye ni Mungu atakaye kulinda na mabaya yote, atakaye yalinda maisha yako. Anasema hata uingiapo na utokapo, kuanzia sasa hata milele sitakuacha. Ndiye Mungu unayemtolea sadaka. Zaidi ya yote anasema mimi ni Mungu nitakaye kufundisha na kukuongoza ile njia utakayoiendea. Anasema ni Mungu atakaye kushauri na ambaye jicho lake litakutazama ili adui asiyaguse maisha yako. Unapotoa sadaka yako kwa imani usiku wa leo, unauruhusu mlango wa uingiliaji wa Mungu katika maisha yako. Wakati huu tunapoendelea na ibada hii, hakikisha nafasi ya Mungu katika maisha yako inadhihirika sasa. Hakikisha upendo wa Mungu unadhihirika sasa. Tunaonekana tunampenda Mungu kwa kile tunachomtolea. Hii sadaka unayoitoa, acha iuguse moyo wako na iwe kumbukumbu ya kwamba kuna wakati nilimtolea Bwana sadaka mwanzo wa mwaka. Ananilinda kwa sababu nilijionyesha ya kuwa mimi ni mtoto wake. Inua mikono yako juu. Iko akaunti ya benki hapo chini, ziko namba za simu. Naweza kuachilia sadaka yako ya imani kabisa, ya utambuzi ya kuwa Mungu ni baba kwako. Inua mikono yako juu kwa imani. Baba, wewe ni Mungu katika maisha yetu, na uaminifu wako umekuwa kwetu kwa sababu ya kutuchagua na kutupenda. Usiku wa leo tunapongoja kupokea mwaka mpya, sisi tunapanda mbegu katika madhabahu yako. Hii ni sadaka takatifu tunayoitoa mbele zako Mfalme, na yatazame maisha yetu na uone uhitaji wetu ya kuwa bila wewe hatuwezi. Watoto wako wanaokutolea sadaka, wengine wanatoa sadaka ambayo walikuwa na uhitaji na hiyo fedha kwa ajili ya matumizi mengine. Umuhimu wako ndio unaofanya waachilie sadaka hii kwako. Wametambua hata wasipofanya hivi kwako, adui alaya anaweza kuondoa hata matumaini walio nayo.
wamejisalimisha kwako kwa sadaka hizi. Mioyo yao imekuwa wazi mbele yako kwa kuachilia sadaka ya upendo na udhihirisho ya kuwa wewe ni Mungu katika maisha yao. Sifa na utukufu vikurudie wewe, maana tunapomaliza mwaka tunamaliza katika neema na rehema zako, katika jina la Yesu. Tole Bwana sadaka yako tunapoendelea na ibada ya kumsifu Mungu. Usitoke online, najua tuna wakati mzuri wa kupokea mwaka. Usisahau kuachilia sadaka yako kabisa, maana Mungu ambaye ni Baba kwenye maisha yako anaupima upendo wako kwa hiki unachokifanya sasa, katika jina la Yesu. Yesu ni Bwana, na yeye ni mfalme, yeye ni mfalme. Tunaimba haleluya, yeye ni mfalme, haleluya, yeye ni mfalme. oh kweli haleluya, yeye ni mfalme, oh sing haleluya, yeye ni mfalme. kweli Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, kweli yeye ni mfalme, yeye ni mfalme. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana, Na yeye ni
of all nations. Hallelujah. yeye ni mfalme. Oh, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yeye ni mfalme. Yeye ni mfalme. Kweli Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Na yeye ni mfalme. Yeye ni mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Yeye ni mfalme. Hallelujah. Yeye ni mfalme. Hallelujah. Yeye ni mfalme. Hallelujah. Yeye ni mfalme. Ni wewe usiyeshindwa. Same tempo, ni wewe kweli, ni wewe Bwana. Ni Wewe Bwana. usiyeshindwa. Kweli wewe Bwana. Kweli usiyeshindwa. Maana ulikuwepo toka zamani na utakuwepo hata milele. Maana hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, wala hata kuwepo wala hata tokea. Oh, ni wewe Bwana usiyeshindwa. Wewe ni wewe Bwana usiyeshindwa. Imba wewe, haulinganishwi na kitu chochote, maana wewe Bwana. Imba wewe, haulinganishwi na kitu chochote, maana wewe. Imba wewe, haulinganishwi na kitu chochote, maana wewe. Imba wewe, haulinganishwi na chochote kile, wewe ni wa pekee. Oh, so ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, kweli ni wewe Bwana, kweli ni wewe Bwana, usiyeshindwa. Haulinganishwi
aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, hakuna we go Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. kweli Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umetamalaki, hakuna Mungu kama hakuna wewe. aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umetamalaki, hakuna Mungu hakuna aliye aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. hakuna aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umetamalaki, usiyeshindwa. hakuna aliye kama Ni wewe. wewe Bwana, Ni wewe usiyeshindwa. ni wewe Bwana, kweli ni wewe Bwana, usiyeshindwa. Kweli ni wewe Bwana, ni wewe usiyeshindwa. Kweli ni wewe Bwana Yesu, usiyeshindwa. Bwana umetamalaki, hakuna hakuna aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. hakuna aliye kama wewe. Kweli Bwana, Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. kweli Bwana, Bwana oh, umetamalaki, oh. hakuna aliye kama wewe. Hongera, hongera kuanza mwaka 2026. Kila mmoja mshangilie Bwana, mpigie Bwana Yesu makofi, mwambie Bwana, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya mwaka mpya, ninakushukuru kwa ajili ya mwaka mzuri. Asante e Bwana, asante e Mfalme. Kila mmoja mwinulie Bwana sauti yako, mwambie Bwana, ninakushukuru, umenivusha salama mimi na watu wa nyumbani kwangu. Umetupa haki, umetupa nafasi, umetupendelea, nasi tumeishi, nasi tumeingia mwaka 2026, mwaka wa baraka, mwaka wa kipekee. Baba, tunakushukuru, peke yako umetulinda mwaka 2025, na kwa upendo wako wa kipekee umetupa urithi mpya wa mwaka 2026. Ni wakati mzuri ambao umeuchagua na kutupa. Umetupa maisha mapya, umetupa wakati mpya, umetupa miezi mipya, umetupa wiki mpya, umetupa masaa mapya. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya mwaka huu, asante kwa ajili ya mwaka huu. Mwinulie Bwana sauti ya shukrani, mwambie asante kwa uzima wa mwaka huu, asante kwa mkono wako ulio hodari. E Bwana Mungu uliye mkuu, tunasimama mbele zako, mbele ya kiti chako cha enzi. Tunakushukuru e Mfalme kwa ajili ya upendo wako uliouachilia kwetu, hata tukawa na nafasi katika mwaka huu wa kipekee.
tumekuja mbele ya kiti chako cha enzi kwa mioyo iliyojaa shukrani. Tunakushukuru kwa uaminifu wako katika mwaka uliopita. Tunakushukuru kwa uaminifu wako kutupa mwaka mpya. Tunalo tumaini, tunayo mategemeo kwa siku zijazo, kwa mwaka huu mpya. Bwana, na hizi ni shukrani zetu kwako Bwana. Tunakushangilia maana uaminifu wako huo utakuwa juu yetu tangu mwanzo wa mwaka huu hata tutakapokamilisha mwaka huu. Utakuwa pamoja nasi, utakuwa pamoja nasi, na umetupa mwaka wa Gosheni, na umetupa mwaka wa Gosheni. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana. Asante kwa kutuchagua kuwa kati ya watu watakaohifadhiwa, kuwa kati ya watu watakaoongezeka. Mwaka 2026 tunaupokea kwa ushindi, tunaupokea kwa amani, tunaupokea kwa furaha, kwa sababu twafahamu ya kuwa Mungu uko upande wetu na hakuna atakayekuwa juu yetu, kwa ajili ya familia yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya maono yetu, kwa ajili ya nafasi zetu. Tunahifadhiwa na wewe Bwana. Mwaka 2026 ni mwaka wetu wa kuwa salama katika upendo wetu, katika upendo wako. Tutaongezeka kwa sababu yako, tutaishi kwa sababu yako, tutaendelea kwa sababu yako. Asante Mungu usiyetuacha, Mungu pamoja nasi. You are Emmanuel. Wewe ni Emmanuel, ni Mungu uliye nasi na utakayekuwa nasi. Asante Jehova Shalom kwa sababu ya mwaka 2026. Asante Jehova Shama, asante Jehova Adonai, asante Jehova Elohim, asante Jehova Elishadai, Ebeneza. Hata sasa umetusaidia, tunakurudishia sifa kwa mwaka mzuri na wa kipekee, mwaka 2026. Ikiwa umefurahia mwaka mpya, pigie Bwana Yesu makofi ya shangwe, mwambie Bwana asante. Tumeingia mwaka mzuri. Roho Mtakatifu ameupa jina la upako wa Gosheni. Mwaka 2026 ni mwaka wa Gosheni, ambalo ni neno la kinabii linalotafsiriwa kama kuhifadhiwa na Bwana na kuongezwa na Bwana popote tutakapokuwepo. Na hii ni furaha niliyo nayo kwa sababu ya ahadi ya Bwana juu yako ya kuwa mwaka 2026 utahifadhiwa na hatari zote na utaongezeka kwa kila utakalolifanya, asema Bwana Mungu mwenye nguvu kwa ajili yako. Neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 47 mstari wa 27, Biblia inasema Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni, wakapata mali humo, wakaongezeka na kuzidi sana. Narudia, kitabu cha Mwanzo, na ndio kitakachokuwa kitabu chetu cha mwaka. Mwanzo sura ya 47 mstari wa 27. Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni, wakapata mali huko, wakaongezeka na kuzidi sana.
Katika kitabu cha Mwanzo 45 mstari wa 9, Biblia inazungumza wakati ambao Yusufu anaalika familia ya baba yake kuhamia katika nchi ya Misri kwa sababu ya njaa iliyokuwepo wakati wa dunia ya wakati ule. Anasema, fanyeni haraka mwendee baba yangu, mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu amemuweka kuwa bwana katika Misri yote. Basi ushuke na usikawie, nawe utakaa katika nchi ya Gosheni. Utakuwa karibu nami, wewe na wanao na wana wa wanao na wanyama wako, ng'ombe zako na yote ulio nayo, nami nitakulisha huko. Maana bado imesalia miaka 5 ya njaa, usije ukaingia uhitaji, wewe na nyumba yako yote na vile ulivyo navyo. Angalia neno hili la kinabii ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yetu. Habari hii inatukumbusha kile ambacho Mungu alikipanga kwa dunia ya wakati ule, wakati Mungu alipokusudia kumtumia Yusufu kuleta ukombozi kwa mwanadamu wakati wa njaa. Tangu kuzaliwa kwa Yusufu, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu na akamwongoza kutembea katika njia aliyokuwa ameikusudia, kwa kuwa tayari alikuwa wa kuabudiwa, yaani kiongozi mkuu tangu kuzaliwa kwake. Na katika yote aliyoyapitia Yusufu, yalikuwa na lengo la kumpeleka Yusufu katika nafasi ya kuwa waziri mkuu. Na yale Mungu aliyokuwa amesema na Yusufu ni juu ya ile dhiki itakayotokea katika dunia ya wakati ule. Biblia inazungumza, ndipo utakapoishi katika nchi ya Gosheni, nawe utakuwa salama huko Gosheni, nawe utajazwa yote unayoyahitaji, nawe hautapungukiwa unayoyahitaji, ila ukibaki huko utateseka, wewe na watu wa nyumbani kwako na wanyama wako. Bali njoo mahali ambapo Bwana amekuchagulia. Mwaka 2026 Mungu ametuita na kutuleta katika upendo wake Gosheni. Gosheni. Ni kweli katika dunia hii, nchi za Afrika, Tanzania, tutakuwa na mambo magumu na ya kutisha. Tutakuwa na mambo yasiyoeleweka na kutokuwa na mwelekeo kabisa. Bwana atakuwa pamoja na wewe, shujaa, na katika dhiki zote hautaangamia na hautateketea. Mungu amekupa mwaka ambao yeye ni Mungu katika maisha yako. Hata wakati Mungu anapambana na Farao, Biblia inasema mahali pote palikuwa na dhiki, mabaya yalitokea, lakini katika ile nchi ya Gosheni mabaya hayakuwapata. Hata kama kiko kisasi cha Bwana kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya nchi yako, wewe hautadhurika. Hata kama iko mipango ya shetani kwa nchi yako, wewe hautadhurika. Gosheni, the Goshen anointing. Inasema Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika ile nchi ya Gosheni, wakapata mali humo, wakaongezeka na kuzidi sana. Wakati wengine wanapitia dhiki mwaka huu, wewe hayatakupata haya. Wakati wengine wanashindwa, wewe hautashindwa. Wakati wengine wanapoteza, wewe hautapoteza, kwa sababu Bwana amesema atakutenga na mabaya yote, hayatakupata. Laana hazitakupata, uchawi hautakupata, mifumo ya kishetani haitakupata, asema Bwana Mungu wa majeshi. Huu ni mwaka wa Gosheni. Nataka uelewe vizuri. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 18, Biblia inazungumza, inasema hivyo Daudi
akakimbia akajiponya amwendee Samueli huko Rama, akamwambia yale yote ambayo Sauli alimtenda. Kisha yeye Samueli wakaenda kukaa huko Nayoth. Samueli alikuwa ni nabii aliyemtia mafuta Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli. Na wakati Sauli alipotenda dhambi, Mungu alimtafuta mfalme mwingine ambaye alikuwa ni Daudi, akamtia mafuta akiwa kijana mdogo. Mkono wa Bwana ulikuwa pamoja na Daudi tangu siku alipotiwa mafuta na Samueli nabii. Simba wala dubu havikuwa chochote kwake, na hata Goliati, lile jitu lililotisha, halikuwa kitu kwake. Na Biblia inaonyesha baada ya kumshinda Goliati, Daudi alienda kuishi kwenye nyumba ya ufalme kwa sababu tayari alikuwa amemuoa binti wa mfalme. Biblia inazungumza kitu cha kipekee. Baada ya Sauli kugundua Daudi anaenda kuichukua nafasi yake, alianza kumchukia na kutafuta kumuua. Lakini Daudi alikimbia na kukimbia zaidi ya miaka 20. Anakimbia kuponya nafsi yake kwa mkono wa mfalme Sauli. Aliteseka huku na huku kutafuta namna atakavyoweza kumkwepa Sauli asimuue. Alipofika mwisho, alirudi kule alikotiwa mafuta, kule kwa Samueli, chanzo cha matatizo yake yote. Na alipofika kwa Samueli, ulikuwa ni mwisho wa matatizo aliyokuwa nayo ambayo yamemtesa zaidi ya miaka 20. Sikia, tunawezaje kuwa katika Gosheni? Ni kwa kurudi katika njia ya Bwana. Usifikiri utaishi maisha ya kipagani alafu Gosheni ikuhusu. Ni pale utakapokaa neema yako inapotokea. Baba yako wa kiroho ni nani? Nani anakulea? Nani hukufundisha? Nani hukuongoza? Usipoelewa mafuta yako yanatoka wapi, usipoelewa neema ya Mungu inafanya kazi kwako kutokea wapi, usipoelewa utendaji wa Mungu unatokea wapi kuja kwako, Gosheni haitakuhusu. Utahangaika wakati Mungu alishaahidi kukutetea. Mwaka huu kuwa mwaminifu kwa Bwana katika yote ya kupasayo. Kama ni zaka, fanya kwa uaminifu. Kama ni sadaka ya upendo, fanya kwa uaminifu. Kama ni kutegemeza huduma, fanya kwa uaminifu. Mwaka huu usije ukawa kama Daudi ambaye alihangaika bure wakati msaada wake ulikuwepo. Mwandishi wa Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3 anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani kwa wenye mzaha. Mstari wa 2 anazungumza, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halikunyauka, na kila alitendalo linafanikiwa. Ikiwa utakuwa katika uwepo wa Mungu, ikiwa utasimama kama mwana wa Mungu, mwaka huu mabaya hayatakupata. Ninakutabilia kama mtumishi wa Mungu. Mwaka 2026, pokea baraka katika kazi zote za maisha yako. Ubarikiwe
ubarikiwe, ubarikiwe. Pokea nguvu ya kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mwaka 2026 pokea upako wa kustawi popote ulipo. Anza kustawi katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hapo ulipopandwa, iwe ni ajira, iwe ni biashara, iwe ni kampuni, pokea ustawi wa ajabu mwaka 2026. Mwaka 2026 ninakuombea, pokea amani ya kimungu. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe, na usiyumbishwe na hila za shetani. Ninakuombea mwaka 2026, pokea mwongozo wa kimungu. Tembea katika njia ambayo Mungu ameitengeneza mbele yako. Mwaka 2026, mwaka 2026, pokea tumaini, pokea tumaini. Pale ulipohisi haiwezekani, pokea tumaini. Pale ulipoona haiwezekani, pokea tumaini kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwaka 2026, pokea upya katika maisha yako, upendo mpya, neema mpya, utumishi mpya, kipaji kipya, kibali kipya. Mambo yote yawe mapya kwenye maisha yako mwaka 2026. Ninakuombea mwaka 2026, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Ninaondoa udhaifu, hautasimama mbele yako, bali nguvu za Bwana zitadhihirika kwako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwaka 2026, pokea ukuaji wa kimungu, ukaongezeke, ukaongezeke, ukaongezeke katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwaka 2026, pokea kuwa na familia. Wewe ambaye hujaolewa, pokea mume kutoka kwa Bwana. Wewe ambaye hujaoa, pokea mke kutoka kwa Bwana. Wewe ambaye hujapata watoto, pokea watoto kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwaka 2026, ninakuombea, pokea mwanzo mpya. Yale ya kale yamepita, pokea mwanzo mpya. Hautaendelea na aibu, hautaendelea na huzuni, hautaendelea na kushindwa, hautaendelea katika mabaya, utaendelea katika mambo mapya. Mwaka 2026, pokea ulinzi wa kimungu. Lindwa na Bwana, wewe na watu wa nyumbani kwako. Adui asiwaone hata asiwakaribie. Ajali zisiwaguse wala zisiwakaribie. Hakutakuwepo wakufa wala wakuharibu mimba wala wakuharibikiwa maisha yake katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwaka 2026, pokea mwelekeo wa kimungu. Nenda katika safari ya kimungu, mahali ambako Mungu amekukusudia uwepo. Yeyote uliyeko eneo ambalo haliko sahihi, Mungu akakupe urithi wako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza mafanikio katika kila eneo la maisha yako mwaka 2026. Mahali popote ambapo unamwamini Mungu, acha muujiza utokee, acha uponyaji utokee, acha amani itokee. Mwaka 2026, mlango wa kutimia kwa ahadi za Mungu unafunguliwa kwenye maisha yako. Utauona uwezo wa Mungu hata wewe. Pokea matumaini mapya kwa kila kilichokuwa kimeshindikana. Pokea ukombozi katika kila hatari zote. Pokea upendo katika kila eneo utakalo kuwepo, na udhihirike kuwa ni bora kwa waliokuzunguka. Mungu akubariki. Mwaka huu ni wa kwako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen.